Mwenyezi Mungu nakuomba. Mwenyezi Mungu nakuomba unisaidie. Mwanangu abadilike. Kama kweli Mwenyezi Mungu mtoto huu umenipa mimi, naomba umbadilishe mwanangu. Arudi katika hali ya kawaida. Mtoto wangu, Mungu wangu, nimemzaa ni wa kike. Angalia sasa hivi anakuwa anajifanya ni mtoto wa kiume. Mwenyezi Mungu nakuomba umrudishe katika hali ya kawaida. Kama kuna husuda wowote, kama kuna na binadamu yoyote aliyemfanyia hasadi, kama kuna wachawi, kama kuna wanga, kama kuna majini, kama kuna mashetani, ya Rabbi Mwenyezi Mungu, wote hawa naomba tupilie mbali na mwanangu arudi katika hali ya kawaida. Ya Rabbi Mwenyezi Mungu, Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa qina adhaban dunya wa akhiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabbi Mwenyezi Mungu, hata kama kuna makosa tuliyokufanyia, ya Rabbi Mwenyezi Mungu, tunakuomba utusamee makosa haya. Ya Rabbi Mwenyezi Mungu, kama kuna chochote tulichokufanyia kibaya, ya Rabbi Mwenyezi Mungu, tunakuomba utusamee. Na kama kuna mwanangu na kitu alichokosea, ya Rabbi Mwenyezi Mungu, naomba umsamee na umrudishe katika hali ya kawaida. Ya Rabbi Mwenyezi Mungu, nakuomba unisaidie. Alhamdulillah rabbil alamin. Wewe ndio hivyo ile mashaki wenu nyenyewe mnaelewa, sijui. Sema kweli. Yaani hapa nyenyewe kuunga mchuzi au kitu, yani zeshen ndio hapo. Hivyo mwanangu. Sema nini juzi umezingua kinoma yani. Sasa ndio nini umeamua kumpata yule jamaa mwanangu? Yule mshamba kazingua yule, mimi nimempokotesha. Kazingua nini? Wewe mtu akizingua anaelekea. Wewe mwade kwa wananitana tayari za utoto. Unajua nini baya? Wanangu mimi siku hizi siwaelewi, wanaleta vitu kasio nini. Unajua? Sema nao unaanza kubadilika bwana. Yaani wewe sio kama zamani ile ndio sometimes unalegeza. Yaani pale chembe kilevu mtu anakaa. Tena usea bwana, tena usea tu zao. Wewe kipindi kile mtu kimwambia dakika mbili kashambokotesha, lakini sasa hivi aanze kumuuliza mtu maswali. La mabunda kanyanga, maisha mengine yanaendelea. Sikia mwanangu. Huu kwa msimu smart mwanangu, au sio? Wewe subiria mpaka ile siku karibia za Christmas nini? Hasa wewe hivi kabla mwanangu hivi vile inakuaje babu? Mambo ndo kama hayo kanyaga ponda ndio tunashia Christmas hapo tunachekelea. Sasa siku tena mazungumzo wa mengi unajua tena tunaishi kibosi. One point. Watu tunakula baba. Nakuelewa mwanangu. Vipi? Moja kuja na virasta hivi ninginia hiyo sasa tufagilii. Hadi ndota yeye bwana wewe na sinajua. Njana mteto. Unajua nini mwanangu? Mimi nataka niwahi mchezaji mkubwa, si unajua mimi nafagilia mchezaji kama mwanangu mashaki bado kudunja kwa vipua. Tuondoke maskani watu wengetu. Watu. Sema getoni bado natoa kitu yeye fresh utaona semaje wajua. Au sio? Mimi leo nitanichangia mwanangu kwa isome. Kila kitu kipo. Sasa mama kujilegeza kama mambo gani? Maisha masia leo ndo kujilegeza. Sema nini kama kwa leo? Bi mkubwa. Sana unafunga upepo hapa asubuhi wenzako wamelala. Hebu njoo mara moja kwanza. Njoo mambo yako bi mkubwa. Mimi nataka niwahi hapo. Mimi mama, wewe mama. Hapo siku hizi umekuwa na kiburi yani vibaya mno. Yaani mimi nataka kukuita wewe, unajua nilichokuitia. Naanza ujeuri. Nishafika bi mkubwa, wewe ongea. Sasa hivi saa ngapi? Hadi mvua anauliza saa ngapi? Saa 2 jamani, hapa maana nini inaonekana kabisa hivi. Unaelekea wapi? Naenda hapa maskani. Watoto wa kike wenzako wameamka saa 2 saa hizi, anafanya usafi, anafagia uwanja, anaosha vyombo, anapika chai. Kwa hiyo unapoenda kwa maskani chai anabadilika na vyombo anaosha na? Yaani mimi kabisa bi mkubwa anachukua anafagia uwanja. Basi baridi. Uwanja naweza nikafagia. Na kusaidia bi mkubwa. Lakini mimi kuosha vyombo siwezi, kupika siwezi bi mkubwa. Mimi hapa mida natakiwa nitoke niende pale maskani na kubadilishana mawazo na nani na vijana wenzangu. Sasa mimi nikikaa hapa ndani utanishauri nini? Wewe kijana. Wewe ni mtoto wa kike. Hebu badilika basi mwanangu. Hebu badilika.
Fanya kazi za kike kama wanawake nani watoto wa wenzio wanaofanya kazi za kike. Unavangangania wewe mtoto wa kiume. Na hiyo minguo yako ya kiume ndio ukataza kuvaa umenyang'ania kuivaa. Kwa nini unavaa hizo nguo? Anivae nini jongo bwana? Wewe ni mtoto wa kike unatakiwa uvae madira na magauni. Hebu nenda zako bwana kwanza. Madira na magauni na habari yapi mkubwa? Umeona shepu ya kuvalia magauni bibi? Muone kule. Mtoto wa kike hapa timu ng'ombe ndio nganga na misuruali kila siku na mikoti mikubwa mkubwa. Utakuja kuwa jambazi wewe. Mungu nisaidie. Hiki kiama. Mtoto wa kike anageuka mwanaume? Sijawahi kuona mimi. Hapana. Soko jua hili jua na kabla. Yaani sasa hivi imekuwa na hii mvua mwaka huu hata sio poa. Udugu wangu. Najua shoga. Mimi mguu unaoona ndugu yangu. Nimekuja leo kivingine. Kivingine vipi? Maana hii hali ya uinvesti kidogo inanichanganya. Maana nimebawabu nikaona ili swala la zesti sio dogo. Mimi nahisi hapa kuna mkono wa mtu. Shoga yangu ndio umefikia huko. Kwa sababu sio kawaida. Kila siku zinazidi kwenda, hakuna hata mabadiliko. Ndugu yangu tujiongeze. Mimi nimekuja hapa kukushauri. Tujiongeze tuende kwa hao waganga wataalamu. Zesti atakuwa sawa. Shoga yangu. Kweli umefikia huko? Umeenda mbali sana. Na isitoshe, yani mimi huaga hawa waganga siwategemei kabisa yani. Yaani mimi namtegemea Mungu peke yake. Mama Zesti, ni kweli namtegemea Mwenyezi Mungu. Lakini hakuna mtu ambaye amtegemei Mungu. Mimi pia namtegemea Mwenyezi Mungu. Lakini mambo yanavyozidi, basi unaenda na upande wa pili. Hata Mwenyezi Mungu anasema jisaidie nami nikusaidie. Tutoke udugu wangu, tutoke, tumtokee mtoto. Hapana shoga yangu. Yaani ni kweli. Yaani ushauri wako ni mzuri sana, tena zaidi ya sana. Ila kwa mimi, kwa upande huo, hapana shoga yangu. Yaani kwa hilo utanisamehe. Yaani sitoweza. Tamtegemea huyu Mwenyezi Mungu peke yake. Ipo siku ataniokoa tu na Zesi atarudi katika hali ya kawaida. Yaani bora hata ungeniambia mimi niende kwa shehe akasomewe dua. Lakini sio kwa mganga, hapana shoga yangu. Hilo. Ila ushauri wangu ulikuwa ni huo tu. Hamna shida shoga yangu. Sababu hilo ni wazo lako. Hamna shida. Maraba. Ni mkubwa. Na maana leo hujapika au? Yaani mimi nimetoka maskani huko yani nani njaa inaniuma na kana masufuria tu hivyo maana yake nini kwa mkubwa? Hivi wewe? Sikiliza nikwambie. Si umezoea kila siku ukija unakuta chakula? Sasa leo chagua mambo haya. Ukapike ule au usipike urudi maskani kwa shinda njaa. Kama hivi mkubwa mimi nakupika wapi na wapi kabisa ninachukua mwiko kabisa naweka pale napika. So kweli mkubwa mimi yani mimi njaa inaniuma mkubwa. Kale wapi? Kale polisi. Yaani mtoto la jike yani mtoto wa kike yani kubwa nzima anakuja eti mimi mkubwa hujapika. Yaani mimi ningeje jikoni nikupikie. Sufuria uzione. Majiko yaone. Mkubwa ndio ulionzoesha mimi hapa nikirudi
nyumbani na kuna msosi. Sasa leo mimi na nini na mtoto tunapata wapi? Sasa leo ukiona hivyo leo ndio ukapika mwenyewe. Umezoea kila siku nakuta msosi, leo unataka masufuria. Ingia jikoni, mwiko huko hapo, unga huko hapo, pika, uwezi kalale au nenda basi. Vipi babu? Poa. Abi. Fresh, mbona nikikutazama sura yako inaonekana kama uko sawa? Kwa hiyo kama mimi siko sawa wewe inakuhusu nini? Au umetuma babu? Hapana, ila siku zote mtu ambaye unampenda unakuwa kwa karibu sana katika hali ya kufuatilia kila hatua yake. Kwa hiyo niligundua hilo mapema baada ya kuona sura yako haiko sawa. Tafadhali kama kuna tatizo niambie Zesty. Pengine naweza nikakusaidia tatizo lako. Kia mwanangu. Kwanza hapa paka kusimama hapa mimi nimekuheshimu sana mwanangu. Alafu naona unaniletea mashairi. Umeshamaliza hayo mangojera yako. Lakini kikubwa mimi nataka utambue Zesty. Wewe ni mwanamke mzuri sana. Jaribu kubadilika basi. Nikikutazama naona ni mtu ambaye mwanamke mrembo kupita maelezo. Lakini hivi unavyojiweka haifai, haipendezi. Wewe mwanangu, wewe unajua unanipotezea muda. Alafu nitakuzingua sasa hivi, umesikia? Usiniletee habari zako sizo. Wewe unanichukuliaje mimi? Unanichukulia baridi, unanichukulia poa poa, si ndio mwanangu? Jiangalie bro. Hii chata nyingine mwanangu. Nitakuumiza, nitakupoteza mwanangu. Wewe vipi babu? Umetumwa? Wewe endelea kunifuatilia afu uone nitakufanya mwanangu. Wewe snitch nini? Umetumwa? Na nakwambia walokutuma mimi mwanangu Zesty ameaga kwao. Wewe vipi babu? Kikono kwa hivyo. Hebu nenda potea babu. Soko kunyunyuta huko. Kwanza kapi mtoto wa mjini mwenzangu. Kutoa hiki una hiki. Kipi jamani? Kwa umsuli wa shilingi elfu ngapi? 15 mita. Huo mimi ninao. Haya bwana, karibu shoga. Mie tena mama nsochoka. Maana kila kukicha roho inanipelekecha. Hatari. Mungu akusaidie shoga yangu. Nimekuja tena na leo na ushauri mwingine. Maana mama nsochoka mishauri. Haya mama, ushauri lete habari. Mimi mwenzako kila ushauri naokupa ni mzuri. Wewe tu nashangaa unakuwa unakataa. Lakini kila ushauri naokupa mzuri. Hasa ndugu yangu nimekaa. Manake Zesty mie kama mwanangu wa kujizalia. Lo inaniuma. Pia shoga. Sasa shoga yangu, udugu. Zesty nimeona bwana tumpeleke kwa mwana saikolojia. Haya na hiyo naikataa. Wewe kicho wewe. Hatari. Yaani safari hii katika ushauri wote unaonipaga huwa leo respect. Haki ya Mungu. Yaani kwa hilo umenifurahisha. Haya anapatikana wapi nini? Na saikolojia. Wewe tena ndio wako hivyo kwa kitu.
Hatari wewe. Haina shida shoga yangu, tutaenda. Haya, chua. Haya. Unabwata. Ningekuletea ushauri mtupu. Kazi kwako. Wewe ukiwa tayari, mchukue mpeleke. Mambo yenyewe kukuulizia tu kwa mwana saikolojia, unafika, unaenda, mpeleke. Na kwa nini nikaulizie? Huko. Shoga yangu utanipeleka wewe mguu kwa mguu mpaka hapo kwa huyo mdude gani? Mwana saikolojia. Siwezi hata kulitamka. Basi ndugu yangu, mimi mwenzako nisikae. Ngata bure. Ushauri wangu ulokuletea ndio huo. Sina hata shida ya kukaa. Na mimi nina yangu kama unavyojua, kesho mambo yangu yale. Moja vikoba. Desi mwanangu, najua leo nilikuwa na rafiki yangu Mama Amina. Amenishauri jambo zuri sana. Ushauri gani huo? Au ni masuala yenu ya business maana nyinyi mama bwana mnaweza yani. Yaani nyinyi kuna vikoba, kuna michezo, yaani nyinyi kila kitu I say wa mama mheshimiwe. Wala sio swala la biashara. Hii biashara zangu zinajitosheleza. Sina haja ya biashara nyingine tena. Ila kanishauri, ameniambia nikutafutie msaikolojia. Sio unaguna mwanangu. Ili yule msaikolojia akusaidie wewe ili urudi katika hali yako ya kawaida, ili hata mimi siku moja nijiheshimishe, nionekane kwamba mimi nimezaa mtoto wa kike. Au sio? Kwa hiyo mkubwa anaponiambia hapo uheshimiwe, ndio? Kwa hiyo Mama Amina ameanza kushauri familia yake huko nyumbani, anakuja kuvamia familia za watu, si ndio? Ameniona mimi sina akili timamu au ameniona mimi navuta bangi. Utasikia. Leo atanijua mimi nani. Desi, unataka kufanya nini? Ole wako ukafanya kitu chochote kibaya kwa Mama Amina. Haki ya Mungu hivi utaniita jina la utoto wangu. Kote ya kote ni mkubwa. Sawa. Nakwambiaje? Kama kwai hata ile kwai. Ananiambia kitu na kitimamo, anachukuliaje? Hivi wewe mkubwa nikuulize kitu unanitafuta nini mimi? Naongea na wewe unanitafuta nini mimi? Unaona nichukuliaje yani? Nakuuliza unanitafuta nini? Mwanangu, hata salamu. Salamu unaijua wewe? Unaijua salamu wewe? Wewe umepata bibi mkubwa kule unaenda kumwambia habari sio nipeleke kwa saikolojia unamjua wewe. Au wewe mwenyewe uko sawa hapo unavyojiona? Hebu jaribu kwenda wewe kwanza kule alafu ujione. Kama uko sawa, tunakwenda kuvamia familia za watu. Wewe vipi mkubwa wewe? Lakini mimi sikuja kwa mamako kwa nia mbaya. Bali nilikuja kwa nia njema tu, kwa sababu hata mimi pia ni mzazi kama mama yako. Na sifurahishi na mienendo yako. Na ndio maana nikaja kwa mamako ili kumshauri, lakini sikuja kwa ubaya. Nasikia nikwambie. Iwe mwanzo na mwisho. Ole wako nikuone kwa bibi mkubwa pale. Hakuone nitakachofanya. Nitakumaliza. Mimi sio namba kuchezea babu, angalia namba za kuchezea. Kama kweli kuzaa sio kupata. Mwanamke mwenzangu pale ni ametoa tu mchango mchafu. Maana angekaa tumboni pengine labda hata angemuua. Mungu.
mkubwa, mambo gani unafanya sasa wewe bi mkubwa Sasa bi mkubwa wewe uonevu. Sikiliza nikwambie tunalize. Yaani hii ni trailer picha yenyewe bado haijafika. Yaani mimi nazitaka hizo ulizozivaa zote na ziwasha moto na hizo zote ulizoficha ndani huko na washa moto. Kwa sababu wewe ni mtoto wa kike. Madera yako ndani kule nimejaza tele. Unazingua mkubwa, unafeli sana. Madera kazi gani tena bi mkubwa? Umeona ishape kupa madera bi mkubwa. Unazingua bwana, wewe uonevu sasa bi mkubwa wewe. Ndio ishachoma tayari. Utapataje vipi wala vipi mimi? Unazingua bwana. Wewe uonevu bi mkubwa, sio poa kabisa la nini? Nione kule. Mtoto la kike ile unajifanya nenda zako huko. Na hizi nakwambia na hata zichoma hizi na hizo zingine. Hodi. Nianguke tena. Oh. Karibu. Asante. Karibu. Asante sana. Karibu sana. Karibu. Karibu ndani. Naingiza maji ndani hapa. Kwa vile mgeni amefika, ngoja nibebe hiki. Hapana mama. Mimi haina haja ya kuingia ndani. Kwa nini? Nafikiri hata hapa tu panatosha, tunaweza tukazungumza mama. Hapana. Karibu tu hata kidogo uweke baraka. Unajua si kwetu mgeni ni baraka. Sawa, lakini siku nyingine. Kwa leo mama, naomba tukae tu hapa kwa sababu si mkaji sana. Basi sawa. Asante sana. Karibu kidogo. Kuna maji kidogo. Karibu sana. Asante. Habari za hapa? Salama tu za kwenu. Nzuri, shikamoo. Marahaba, za huko utokako? Namshukuru Mungu. Wazima kabisa. Wazima. Haya, karibu. Samahani sana mama. Bila samahani. Kwa majina mimi naitwa Mduku. Sawa. Ni mwenyeji tu wa maeneo haya tu, wala sitokei mbali. Nyumba gani hapa? Niko kwa hapo nyuma duka la Muha. Siku nyingi sijafika mitaa hii. Ndio maana sijakuona. Mimi nakufahamu tu vizuri mama. Unajua tena nyinyi vijana, sisi tena tushakuwa watu wazima, unajua kumkazia mtu macho inakuwa sio kweli. Lakini wewe lazima unijue. Haya, karibu. Haya mama. Samahani kwa usumbufu. Bila samahani. Nia na mazumuni mpaka nafika hapa kwako. Kikweli mama, jicho langu limeona dhahabu hapa pale kwako. Nikaona si vyema niache nipite dhahabu hii. Na wahenga wana msemo, chelewa utamkuta mwana si wako. Ni kweli. Kwa hiyo sikutaka msemo huu nikute mimi kiupande wangu. Nikaona ipo sababu ya kuja kugonga hodi hapa nyumbani. Inawezekana nikawa sijatumia utaratibu, lakini moyo wangu unanisukuma niwahi kuleta meseji hii nyumbani kwako kabla sijamtuma mtu. Sijui dhahabu hiyo ni dhahabu gani? Maana yake ulivyonizungusha na hizo methali zako. Yaani hata sijaelewa. Hata moja lijaniingia. Dhahabu namzungumzia binti yako Mama Zesti. Kikweli, msema kweli ni kipenzi cha Mungu. Sawa baba. Wacha niwe mkweli katika hili. Mama, kikweli binti yako mimi nampenda sana. Na si kumpenda tu, bali namhitaji katika maisha yangu. Nikiwa nina maana, nahitaji nimuoe kabisa kabisa. Unasema kweli mwanangu? Alhamdulillah.
Mwanangu kapata mume. Baba, hongera sana baba. Yaani utakuwa umefanya kitu cha maana sana. Jamani, Zesti kapata mume. Umefanya vizuri sana mwanangu. Maana yake ni kitu nilikuwa nakisubiri kwa hamu. Wewe mkubwa. Naona umefurahi mwenyewe. Sikia wewe bwana nikwambie. Hapa hamna mchumba kuoa mwanangu. Hamna chumba wala sebule. Osha kusikia hapa hata siku moja vile nani mkubwa na mtoto wake huyo. Nishakwambia mara ngapi usifuatilie babu. Wewe kama unataka bwana sema mwanangu. Kama pale maskani kuna wasela kibao pale nitakutafutia mmoja nikupe. Alafu jiheshimu. Una heshima mwanangu wewe. Una nidhamu hata kidogo, yaani kaka watu wamekuja ni mgeni. Unajua wewe? Namjua mwanangu huyu mtoto bwana anifuatilia kila siku mimi. Wewe nimekukata mara ngapi kunifuatilia? Nimekuonya mara ngapi wewe? Jikatae babu. Wewe vipi? Hapa hamna chumba wala sebule mwanangu. Tupangishi vyumba hapa. Haya mwanangu. Hatuna la kufanya tena. Ila usikate tamaa. Shoga yangu upo? Nipo ndugu niambie. Mbona umepotea hivyo? Kulikoni? Yaani siku hizi hata kufika nyumbani kwangu utaki jamani. Yaani mpaka nimekumisi. Mimi huyo. Labda sio mimi mama Amina. Udugu wangu mimi tena kwako. Kuna nini? Naanza hivyo ukiona mama Amina, ushaanza. Nishaanza nini shoga yangu, nao ndio umeyabananga. Mimi nimekuja kama mkuu wenzangu nimekushauri kuhusu mwanao. Umeshindwa kumchukua tu kimya kimya na kumpeleka. Ukatoka pale tena nakwambia ukamwambia mwanao kajilamba. Mwanao usinipate kwangu. Kanisuuza mama, kanijazia anzi, kanichamba hajaniacha kitu. Na kanikomesha, kaniambia marufuku kukuona kwenye uwanja wetu. Haya mimi nikaja kule kanitoa kolomeo. Jamani. Sasa shoga yangu nisamee mimi. Kwa sababu gani? Yule mwanangu kama unavyomjua. Kumbeba hivi umchukue tu unampeleka mahali bila kumwambia unampeleka wapi ni ngumu. Kwa hiyo nilichofanya mimi nikamwambia shoga yangu mama Amina kaja hapa, kaniambia 1 2 3. Mwanangu tuende. Kumbe ndio wale kukuta. Hata mimi tena shoga yangu. Na yule atakuwa kalisi kwako. Usiseme. Maana mwenzangu mimi nimekuambia kwa uzuri tu. Lakini wewe ukaenda kumwambia mama. Sasa sikiliza nikwambie. Hapo unamkosea Mungu. Kwa sababu gani? Wewe mwenyewe shoga yangu bado unazaa. Sasa sikiliza nikwambie, usitukane mamba, hujavuka mto. Bado unazaa wewe. Haya. Haina shida. Kwa hiyo tute hivi basi. Twende huko? Mimi naweza kunipeleka paka huko tena. Hata ndugu wangu nikasema mimi hapo shoga sikanyaje. Yaani hapa ndani asilani, unione. Sasa na wewe sasa shoga yangu. Sema mwanangu gani kipiga message unajua patikane sio kweli. Usijeki tena hapo. Sasa nishamtumia hela yangu ya vocha unajua mwisho siku ndo kama zingizongo basi. Sio kweli, na kweli hapo nyewe kumcheki tena. Lazima wewe chomjibu. Kwa hiyo bahati yake nawe testi tena hapo. Kumbe ndio tofauti. Kama vipi mpigie. Nishamunga bando langu je dakika za mwisho tunajua mazingira. Bando nini mwanetu kwa nimefunga tunaanza leo. Poa. Mwanangu Zesti hapo mwanangu kama sio yeye alisajua. Tena kweli mwanetu. Poa mwanetu. Oya. Yaani wanangu mpaka niliwamisi yani. Sio umepotea kishezi yani mwanangu da. Mbilizi uko wapi mwanetu? Wewe acha mwanangu mkubwa kazingua au mkinoma yani. Kazingua nini? Kwa nini tena? Nakusanya mwanangu ile mituba yangu yote kaenda kuichoma moto mwanangu. Kisa? Hata naelewa basi si unamuelewa yule bibi mkubwa. Swala 5 nini mashungi mengi anataka nivae madela hivi. Sema wewe mwenyewe kama vipi ile?
Wewe tufanye mchango tuje tunaishije tukuchangia tutaelewa pata viwili vitatu, unajua? Baridi wanangu. Wewe vile kachoma moto eti mwana. Yaani kakusanya zote. Kuna baadhi tu ambazo niliziweka. Sema wewe mkubwa wenyewe noma kama vipi siku tumwanzishia ambushi. Tupata mimi vitu tumkatia hata vidole au masikio ujue. Sababu hizo nakotea dharau. Unaona muelewa wewe mkubwa? Mdomo wake wewe unaukata kidogo unafuatilia familia. Au unamwekea hata sumu tu. Sio kweli wanangu. Bana kwa madela mwanangu leo nikaenda na biskari au sio? Unajua? Mwanangu eti kanunulia madela mwanangu mimi nayapalia wapi sa madela? Oya mambo. Safi. Oya simama basi. Niambie. Ndio basi ongea kidogo. Nakusikiliza. Leo umeumbika mwanangu. Asante. Yaani sio siri, sina cha kuficha. Yaani nimekuelewa kinoma noma yani. Yaani wewe ni mzuri misili ya malaika. Yaani nilivyokuona tu nikajisikia nimevibrate mwili mzima yani. Sina cha zaidi cha kukuambia zaidi na kupenda yani namaanisha yani. Nakupenda pia. Yaani mimi nadhani si wewe hujanielewa yani. Yaani namaanisha yani. Yaani nakupenda nahitaji kuwa na wewe yani. Yaani mimi wewe nikubalie mwanangu mimi nini na unahudumia zigo hilo fresh tu kiroho safi. Yaani sijakuelewa unanihitaji mimi kimapenzi au umenipenda vipi yani? Sijakuelewa unamaanisha nini? Hata wewe mtoto mzuri usichokielewa hapa kitu gani? Yaani nataka kukuelewa. Yaani wewe ni mzuri kinoma, yaani mtoto umeumbika, mtoto mashallah yani. Wewe dada una haya? Wewe si mwanamke. Sasa unanipendaje mimi wakati mwanamke mwenzio? Swala jinsia achana nayo. Wewe utakukupa sisi sina cha kukupa wewe utakijua wewe nikubalie hapa utajua mbele ya safari. Sikiliza. Naona huna cha kunipa. Sawa utanipa hivyo vyote. Kimoja naona huna. Haya nitakipata vipi? Wewe kubali tu hapa ni cha msingi. Sikiliza. Kuanzia leo popote utakaponiona naomba unikimbie na tuheshimiane. Alafu nina kazi za kufanya. Na ukiniona nione kama umeona mavi ya jioni. Si unanielewa? Yaani wewe ni mwanamke, alafu unanitongoza mimi. Umelaaniwa nini? Hebu kuna kazi za kufanya. Wewe nitakutingua sasa hivi. Yaani wewe ni mpumbavu kabisa. Yaani dunia ishaisha kabisa. Ila umeumbika mtoto. Bwana Singida. Sema nini? Lazima nikufuatilie nikupate. Halo. Habari. Fresh naongea na nani? Naongea na Faisal hapa. Niambie. Uko wapi sasa? Wewe maswala mimi niko wapi wewe na kuhusu nini baba? Unajua nini sasa? Mimi nashinda kuona mnawe. Alafu kishaona na mimi. Unajua ni nembo sana, chuma chikati zako tunazotaka kuwa kama tumboi. Mimi nimekuelewa, hata kwa natangia kwa mahusiano, kwa wapenzi. Sikia boya. Kwa hiyo mwanangu umezunguka huko mtaani kote ukakuta wanawake hamna, si ndio? Usinichukulie poa poa babu. Usinichukulie baridi.
sikia sio kitu mzuri mrembo tu. Hayo ameshakuwa kitomboi kama mwanaume hayo. Chanayo. Mtoto mzuri mrembo na pia. Tuponani tuongee. Mpenzi wangu. Sikia Fala, acha uboya mwanangu. Wewe maswala yangu ya kuwasili kitomboi kwa nini wewe na kuhusu nini? Alafu mimi usinichukulie hizo, usinichukulie kama watu wa mitaani mwanangu. Achana na mimi. Naelewana eh? Kuna kazi au vipi? Alafu na huyo boya alokupa namba yangu nikimjua wote na achakaza nyie. Kuna kazi au vipi? Kuna kazi. Na nikwambie niweka kuna chimka kuna kazi. Kuna kazi ndio kama kidogo tomboi nyie. Wewe usinitishe. Tulia. Wewe haijalishi unionyeshe mimi jinsia gani, unionyeshe vipi na una bahati mwanangu Pidili ameshaikwa ndani. Wewe nikikupeleka kwa Pidili wewe. Mara wao na hamu. Tulia sasa tutaonyeshana kama mimi na wewe nani mnani kidume. Wewe vipi babu wewe? Nachukulia baridi. Tulia. Niambie Zesti. Fresh mwanangu, yaani hapa mimi nimekuita hapa. Hivi mwanangu si unampata Vice yule? Vice? Vice nampata vizuri. Yaani yule boy amenikera kama nini? Kwa nini? Alipigia simu afu na mpango wenyewe sio kaipata wapi. Sio mpumbavu gani kampa namba yangu yani. Sasa mambo ya kawaida tu mwanangu Zesti. Mambo ya kawaida nini? Alipigia simu eti ananiambia Zesti unajua mimi nakupenda. Sijui kimepanda kwenye sugar nataka mchumba wangu. Nichukuliaje yani? Sema si kawaida tu mwanangu au? Kawaida nini? Nilikuwa nazungumzia tu hapa. Unazungumzia nini babu? Mbona unataubu nani ufala tena hapa? Sikia mwanangu. Mtu mwenyewe bwege tu ule pale. Wewe mwenyewe unaelewa. Mimi naanzaje kuwa naye? Kwanza mimi nanichukuliaje? Nanichukulia demu. Hapo amezingua. Alafu eti ananiambia wewe dawa yako ipo jikoni. Yaani anakuwa kama nakutisha wewe. Nitishia yani. Pia na lolote mwanangu hawezi kuniambia kama chochote yule. Yeye si mtoto mdogo tu yule. Yaani tena nitamchafua vibaya. Kama vipi ukutana naye sikia mwanangu. Nakupanga. Yaani mwambie mimi sitishiki. Hapo mimi mtu mzima sitishwi nyau. Akawatishie nyau watoto wadogo wenzake kule. Baridi hiyo imeeleweka, mimi nitamwelekeza. Yaani anasichukulia mimi baridi, ananichukulia kila laini. Mimi namweza vile vile. Yule mwenyewe si mchamba tu mtoto mdogo yule. Anaingia mikono yako sinamteketeza tu chafu. Yaani kama unaelewa mwanangu. Naelewa mwanangu. Mama karibu sana. Jisikie hapo nyumbani. Nashukuru sana. Mimi kama tulivyoongea kwenye simu, tatizo la mwanangu Zesti. Yaani mwanangu nimehangaika naye kila kona. Kila nilichoweza nimekifanya. Angalau mwanangu abadilike. Lakini wapi? Sasa nikaona bora nije nipate ushauri. Angalau labda naweza kupata njia yoyote ya kumsaidia mwanangu. Ulisema kwenye simu niambia kwamba anaitwa Zesti? Ndio. Sawa. Sasa mama mimi nina maswali hapa. Maswali zaidi ya moja, mawili, au yazidi matatu. Alikuwa anapenda kuvaa mavazi ya kiume au labda alikuwa anapenda kucheza na watoto wa kiume? Au katika ukuaji wake, katika makuzi yake, yaani kitu gani ambacho alikuwa anapendelea ukifanya? Kweli Zesti tangia akiwa mdogo alikuwa anavaa tu nguo za kama kawaida na alikuwa anacheza na watoto wake tu kama kawaida. Hili tatizo limekuja hapa tu alipofikia kwenye msichana hapa. Ndio Zesti alibadilika. Ndio akaanza kuvaa mara masuruali, mara makapero, mara mabuti. Kwa hiyo yani pale sasa ndio alibadilika pale. Unajua mama, hizi changamoto unajua tunakutana nazo sana hata ofisini. Tunakutana na hizi kesi nyingi sana, lakini tunajitahidi kukabiliana nazo na kuzitatua. Unajua mama,
kuna wakati mwingine sisi wazazi tunakuwa sababu ya watoto kubadilika, au kama hao wasichana ambao sasa hivi wanakuwa na mambo ya kiume ambao kwa lugha nyingine tunasema tomboy. Unajua, unakuta katika ukuaji mtoto, sisi wazazi tunakuwa sio waangalizi kwa watoto. Unakuta mtoto wa kike anacheza na mtoto wa kiume, lakini mzazi akimei amfuatilii, au unakuta mtoto wa kike anavaa nguo za kiume na sisi wenyewe wazazi ndio tunakuwa tunachangia, ndio tunanunulia hizo nguo watoto wetu. Kwa hiyo mtoto anakuwa katika hali ile ile mpaka anakuwa, unakuta yeye nguo za kike hazitamani, anataka tu nguo za kiume, kwa sababu ilitokea ipo mtoto mzazi alikuwa anamnunulia hizo nguo. Lakini sasa kwa sababu umesema kwamba katika ukuaji wake yote hayo hakuyafanya, labda tu nikuulize, kuna kitu chochote ambacho katika kipindi alivyokuwa mkubwa ambacho kitu ambacho ulichosema wewe hiki ndio alipoanza kuvaa hizo nguo za kiume, labda kuna jambo lote lilitokea kwa upande wake alilishuhudia, au labda lilimkuta na kujikuta anapenda sasa kuwa kama mwanaume, au kuna ilikuwaje? Nimekumbuka baba yake alikuwa ni mlevi sana, hapo baba yake pia alikuwa anamnyanyasa sana na kumpiga, na ni kwa sababu baba yake alikuwa hataki mtoto wa kike, alikuwa anataka wa kiume, na mimi Mwenyezi Mungu kanijalia nimepata mtoto wa kike. Ndio maana nataka uniambie ilikuwaje, nini kilitokea? Wewe acha naweza kuniambia umetoka wapi sasa hivi? Nimetoka sokoni. Yaani mimi nimekaa nyumbani masaa mawili, hapo unaniambia umetoka sokoni. Changanya. Na bwana, nimetoka pale kwa Jackie, nilienda kumsalimia mara moja, nikaongea na story, ndo tunarudi. Unanidanganya. Mama, mache mama. Kutoka wapi? Yaani huyu mama tu. Semaje mbwa? Sema mate. Sio one hapa. Haya pote. Malaya tu. Hivi mtoto unataka nizungumzeje unielewe? Nani babako? Nilikuambiaje kuhusu kuniita baba? Mimi babako mimi? Wewe una akili kweli? Au wewe ni kiziwi kiasi kwamba ukiambiwa kitu hutaki kusikia, si ndio? Sisi nimekuzuia wewe. Sisi taki uniite mimi baba. Sina mtoto kama wewe. Mbona unang'ang'ania? Naomba unisikilize. Siku nyingine niita tena baba, hichi kichwa na kata na kupeleka mtoni huko ukaliliwe na samaki. Sijui unanielewa? Unanikazia? Nakuuliza, unanikazia? Hebu toka. Kwani mimi kosa langu liko wapi? Hakuzaliwa kike, si ndio?
Toka. Toka ngako. Baba. Zesti. Unalia nini? Kwa nini unalia mwanangu? Mama, Niambie mwanangu. ulikuwa unajua baba hataki mtoto wa kike. Kwa nini ulinizaa? Kwa nini unasema maneno magumu hivyo mwanangu? Baba yako anakupenda. Mama anipendi. Baba anakupenda mwanangu. Mama najichukia. Najichukia mama. Mwanangu wewe ni mwanangu wa thamani. Umesikia mama? Wewe ni wa thamani kwangu. Usijichukie. Mimi nakupenda na baba atakupenda tu. Umesikia? Hizo ndio changamoto zilizokutana. Pole sana mamangu. Sasa hapa na jambo moja la kushauri. Nadhani ukilifuata hili basi huyu binti atakaa tu sawa. Na atakuwa tu katika hali ya kawaida. Atakuwa kama mwanamke kama wanawake mwingine na atavaa tu nguo za kike. Sasa mwanangu, mbona ulizingua? Hivyo unafikiri mimi muda ule ningetokaje babu? Tatizo lako wewe Zesti ndio hilo. Yaani ukipewa madili yani mambo yako unataka kupenda. Sio sana. Fresh baridi mwanangu, tufanye kama ameisha. Wewe kama nini, kama kuna mishemishe nyingine fresh niambie. Vipi lakini mshamaliza? Safi. Mambo zenu? Poa. Poa. Unaona mtoto yule? Bwana. Namuona mwanangu vipi? Alikuwa na makusudi. Oh, shaanza mambo zako bwana Zesti. Naanza wapi? Yaani pale nikwambie kitu. Mimi nimemuelewa yule mtoto. Yaani wewe umemuelewa yule? Yaani pale mimi nimekupa nimeoza mwanangu. Yaani mimi nikimuonaga tu yani Zesti bwana. Kwa hiyo sawa tufanye ndio amekukubalia. Unajua kwenye mambo yetu yale, ya namna gani vipi inakuaje? Namna gani vipi yani sijakuelewa yani. Asi ndio hivyo yani nashakukubalia ni hasa mimi ndio wapenzi. Maana nyinyi wote si ndio ile? Waona nichukuliaje mwanangu? Basi mwanangu bwana nadhani niulize. Au unataka nikuchenjie? Hamna bwana. Wewe unataka nikwambie mimi namfanyia nini ili iweje yani mwanangu? Zesti hamna. Iya babu. Wewe unaacha habari za umbea mwanangu. Wewe mtoto wa kiume sawa? Niangalie. Afkaza mwanangu. Anakaza. Wewe vipi babu? Basi sawa kama vipi tu. Mfuatilie kidogo mtaelewana. Hayo ndo maneno. Sio unakuwa unaona nini unafuatilia mambo ya watu. Wewe vipi wewe? Niangalie. Yes. Vipi wanangu? Amechenga sana. Ana ili. Ya, kama kaa. Ana mechili wanangu. Unajua tena ndo maskani ya 5. Nakubali wanangu. Sasa mwanangu ile, unajua mwanangu Zesti. Mwanangu. Wewe acha tu mwanangu. Vipi familia? Yaani wewe Zesti yule mwanangu sio kumpenda kwa mtu mwenzie. Apenda. Zesti kapenda huyu Zesti. Ile, anataka mtoto mzuri kama mimi namuelewa kinoma. Basi unajua? Sasa nikamwangalia Zesti mwanangu kama kinacheka tu, unajua? Ananiambia wewe bwege unacheka nini? Sio kupenda wewe. Unajua? Sasa mimi najiuliza yule mwanamke mwenzie atafanyaje? Hapo anakupatia tena ile sio ikupenda. Unajua zee wangu.
Ile version ile. Mbona mwanamke mwenzie hapo akamwambia kusirias, yani mimi nikabaki nacheka tu pale. Si unajua mazingira fulani bwana. Kweli anakuaje hapo, mbona sijaelewa mwanangu. Sasa kwenye tendo itakuwaje? Hapo mimi ndo sielewi tena hapo. Mimi nikabaki nacheka tu pale. Kwenye ile mambo yetu leo. Wacha ndoba mwanangu. Kama wewe hapo unakuona inakuaje? Ndio hapo foto wanawake. Sema sikia sasa. Mazingira yenu vipi kwanza tunafanyaje? Mchawi sadari. Asa na makamba nangu mmekana kijua chote kinawaka hivi afunye mmetulia hapa. Umeenda kwa chozi. Imeisha. Amtape kapenya. Sikizeni basi nyinyi simbo hapo. Mimi ngoja nikateke basi mazingira maana hapo Yesu unajua ile. Baridi ama kawia la nini hapo Yesu unajua Bible tena. Haina noma hapo nyinyi tinta. Unajua zile. Spona wewe au vipi? Baridi mwanangu akateke mazingira hapo chapo. Kuku wenyewe unamwazia kuku utafikiri unawahudumia. Kuku wenyewe unahangaika wenyewe, nifanyie mwenyewe nifanyie kwa na siku nikichinja wewe hata uonje. Wewe tunajifanya dume. Kidume kama tuchinje. Kiavugwe. Zesi tukichinja yule kuku bisi. Kabisa mimi nakula chini kuku umemchinja wewe. Wewe hapo unafanya na wanaume mashe. Ile kiavuko zesti siku hizi ya kiavuko wewe, ya kiavuko wewe. Au huko ndani kijiweni wanakuwa kuvutisha bange wewe. Kubwa. Mimi mwananisha kuwa mwanangu. Nashukuru mwanangu. Yaani nashukuru sana. Kama umekuwa ina maana mwanangu sasa hivi unajitambua. Hata nikikwambia mwanangu fanya hivi unafanya. Fanya hivi unafanya. Uwe hivi unakuwa. Yaani nashukuru sana Mungu. Yaani kwa kujitambua. Nashukuru sana. Ndio hivyo bibi mkubwa. Sawa. Mimi nishapenda mwenzio, mimi nataka kuoa. Bana nakwambia nimekuwa. Siwezi kukaa hapa kila siku nyumbani nini. Hapo sasa unajua saa nyingine yaani unanipeleka vizuri alafu unataka kunikoroga koroga. Unataka kuoa, unataka kuolewa. Bwana sikikuwa naye anaolewa mkubwa. Mimi nimeona mtoto yale kazuri hapo mkubwa, hata mwenyewe utaona au mbali. Basi wewe uchuro. Uchuro anatokea hivi mkubwa, kila siku na kazi ya kulalamika hapo, anataka wewe sijui kuosha vyombo usifanyaje. Mimi kikuletea mtoto yuko ndani huwa anakusaidia inakuaje? Sina kwa fresh tu. Mungu wewe jamani hapa jamani tunabeba mimba tunazaa watoto au tunatoa maradhi tumboni. Basi wewe ni mzima. Wewe tulia mkubwa tukopange umesikia? Mtoto chenyewe ukiona mkubwa wewe mwenyewe utakubali. Wewe utasema da mwanangu ulisikia. Wewe mtolee uchurwa. Hebu rudia tena maana labda sijasikia vizuri. Wewe ndo unataka kuoa. Ndio bibi mkubwa. Sasa ulichokuwa wewe ni kitu gani ulichokisema kwamba wewe ni mkubwa, mimi nimekuwa najitambua. Wewe unajitambua unataka kuoa. Sasa bibi mkubwa hebu angalia kila siku unalalamika hapa sio kufagia, sio kuosha vyombo, mimi nikuletea mtoto hapa si anakusaidia vikazi vya hapa nyumbani. Wewe usinichanganye akili zangu. Kwanza nakwambia hata story zako nakutoa. Jamani. Mwenyezi Mungu nisaidie mimi. Wewe mimi nakupanga hivyo hapa nakuletea mtoto mzuri nini? Wewe mtoto mwenyewe ukimuona wewe mwenyewe utakubali. Basi toka hapa. Wewe mtoto toka hapa. Jamani, kwa nini mtoto nimemzaa lini jamani, mwezi wa ngapi, tarehe ngapi jamani huyu mtoto? Akatoka kajaja miguu kweli hapa. Mungu nisaidie jamani. Nini fresh? Kuna wakati nashindwa sijui hata nikuelezeje. Maana inafika hatua moyo wangu unaniuma sana. Naumia sana. Dumbo. Moyo wako unauma vipi? Mbona nichanganya? Unajua mimi Zesti nampenda sana. Na kila napojaribu kumwambia hisia zangu ni mtu tu ambaye anaonekana hataki kunielewa kabisa. Nashindwa kuelewa nitumie njia gani ambayo itamfanya Zesti aamini jinsi gani mimi ninampenda. Ndio kitu ambacho kikubwa ananichanganya mno. Nani? Sijasikia vizuri nani? Zesti.
Zesti. Mwanangu mdumbo mwanangu. Sasa mbona unanicheka? Hapana mwanangu. Umepotea mdumbo. Zesti huyu unamjua mimi Zesti. Yule ana tabia za yeye mwenyewe kwanza, unavyomuonaona tu vile. Anapenda yani yeye mwenyewe dume kwanza. Kwanza ukimwangalia tu mwenyewe dume. Inakuwaje wewe unampenda? Unajua mimi labda pengine hujanielewa. Nikimtazama Zesti naona kabisa imani inanituma kwamba atabadilika. Pamoja na vile alivyo, lakini yule bado ni mwanamke hata iweje. Na imani yangu tena naambia ipo siku pengine anaweza kubadilika. Na hayo mengine yote mimi siyatazami. Nachokitazama mimi ni jinsi gani ninavyokuwa namhitaji. Sawa? Kwa kuwa umeamua kwa moyo wako mmoja, haina shida. Sawa, ila nakuomba ndugu yangu, hata wewe siku kama unakutana naye, hebu jaribu basi naye kumwambia mimi jinsi gani namhitaji. Kila mtu na pengine tawe anaweza kukuelewa. Unajua mimi naongea sana, ila bado mimi nitamwambia nikutana naye. Lakini ukikaa naye ndani, ndio mnafanya kazi ya kupigana. Utakuwa kama Tyson, nyumba itakuwa kama ya Tyson. Sasa mbona kama unanikatisha tamaa hivi? Hamna mdumbo. Sawa, basi wewe fanya tu hivyo. Haina noma mwanangu. Mimi nikutana naye nitamwambia. Siwaze bwana. Wewe wangu. Sasa mbona jana umefeli bwana? Mamangu maisha jana mamangu ni wasielewi. Sasa tumemwagiza vitu maisha kweli ataleta zawadi. Wangu swali tokea nani namna gani vipi wazee pale juu. Sasa wao wazee wameshindwa kupita bondeni pale chocho pale. Kwa nimeteza kweli nimekula bu namna gani vipi vitendo kimeangu. Unajua nini? Huyo hapa wazee wake wanafuatilia sana yani. Sasa wapi sarudi shuleni sasa kasoma. Wewe mwanangu maisha ya shule wewe mwenyewe unaona mwanangu namsomi hapa. Kazi hamna hapo. Wangu bwana bebe tofali. Kidogo rafiki yangu ndio ya bango. Sema mnajua nini wanangu? Yaani mimi nachekelea tu hapa lakini kuna kitu kinanyima amani kweli yani. Yaani tatizo lako wewe Zesti, kila siku vipengele wewe tu. Kila siku vipengele wewe. Vipengele? Sisi na vipengele vyetu, lakini unakausha tu. Vipengele wapi babu? Kwa vingine mwanangu kaa navyo. Na kaaje navyo mwanangu, mimi siwezi kufanya tai shingoni. Mimi lazima niwafikishie taarifa wanangu. Mimi nina kwetu lakini na kaza. Wewe kaza mwanangu, kipanacho rohoni utajua mwenyewe. Mimi kuna boya ananifuatilia. Nani? Falafala fulani tu hivi anatokea mitaa kati hapo mwanangu ananifatafata. Yaani kaona kunifatafata mimi haitoshi kamfuata hadi mimi mkubwa wanangu. Eti kaenda kumwambia anataka kunioa. Anataka kuoa? Sasa nataka kuoa mwanangu afu wewe una kingasti chako kile. Yaani una demu wako afu naye anataka kuolewa. Zeshi. Kwa zeshi. Kwa hiyo zeshi unajua hiyo? Hiyo umekaaje hiyo wanangu? Mimi sijaelewa mpaka sasa hivi. Kwa hiyo wanangu mimi nawaambia mambo ya msingi hapa tena mimi naleta masiara nini ile. Wewe mwenyewe lazima wewe mwenyewe huwezi kuelewa kama unajua kwa vile hiyo namna gani vipi familia si wajue. Wewe unadema kwa Wewe wanangu mimi nitawachinjia sasa hivi. Wewe wenyewe katika mnavyoona mimi hapa kuna shepu ya kuolewa hapa babu. Shepu yako kama roboti mwanangu. Maisha kwa roboti tena mwanangu. Hamna mwanangu sasa hivi hata sasa. Hapo unajua analeta masiara mwanangu, analeta masiara kwenye nani kasi ya kweli analeta masiara mwanangu. Kaza mwanetu. Ndio na kazi. Hapo wewe mwenyewe anafanana na mimi tu mwanangu, wewe unasuka huyu. Hapo mwanangu. Mbona kama hivyo sasa naanza kushikana? Mama unashinda kunielewa. Nashinda kuelewa kuhusu nini? Mimi nakuelewa, nakupenda. Nimeshakwambia sitaki hayo mambo yako ya ajabu. Unataka nini wewe? Tulia, mtoto mzuri wewe, unakaza kaza nini? Nakwambia sitaki mambo yako. Naomba uniache niondoke. Mimi nakupenda. Yaani hii dunia. Dunia imefanya nini mrembo? Dunia imefanya nini? Afu nishakwambia mimi sitaki mambo yako ya ajabu ujue. Sio sijakwambia, nishakwambia sitaki mambo yako ya ajabu kabisa. Sikia. Nimekwambia hivi sitaki mambo yako. Tena nipishe niondoke. Hapa uondoke leo. Yaani mimi leo kama mimi nishakwambia mimi nakuelewa. Zesti. No, this is too much. Nini unafanya?
Uliona wapi kuna mapenzi jinsi ya moja? Ina maana ufahamu kwamba huyu ni msichana kama wewe? Hebu kelele bora wewe. Ndio. Bora ulipokuja hata unisaidie. Kila siku namwambia nakuwa nielewi. Hivi ni mara ngapi nikwambia usinifuatilie? Nimekuonya mara ngapi bro? Nadhani unachokitafuta kipo njiani kinakuja. Mimi ninapokufuatilia ni kwa wema tu. Sawa. Na hayo unayafanya sio Mungu peke yake, hata jamii hayapendezi kitu ambacho unakifanya kwa wewe. Tafadhali naomba ubadilike. Wewe unataka nibadilikaje? Nitoke mrefu niwe mfupi, si ndio mwanangu? Mimi nimekukanya mara ngapi mwanangu? Hivi unachukuliaje yani wewe? Unachukulia baridi si ndio? Sikia. Mwanangu naomba nipotezee. Hii mara ya mwisho nakwambia mwanangu. Mwanangu nipeperusha ndege yangu si ndio? Wewe vipi wewe? Hebu fuata mishe zako mwanangu. Katika ile mimi naamini sitochoka kukwambia kila siku. Huko ulipofikia ni mbali. Wewe ni mwanamke na wewe pia unastahili kupendwa kama unavyopenda wanawake wengine. Lakini kama hilo halitoshi, unafahamu jinsi gani mimi ninavyokupenda. Mambo gani unafanya Zesti? Wewe, achana naye mwanangu. Niache. Shakukunjia sasa. Oya. Oya mrembo. Oya mwanangu unakiona? Unaona unachokifanya? Umenipeperusha ndege wangu, si ndio? Umenipeperusha ndege wangu. Sasa sikia nikwambie. Tena naomba nisikize kwa makini. Hiki ulichokifanya hiki. Utakilipa. Unachokitafuta utakipata boya wewe. Kishenzi yani mwana. Nilijua. Mimi nilikuelekeza vipengele. Tatizo ni changanya vitu vingi. Sio ulichanganya kwani ujielewe mwanangu kichwa chako kipo vipi? Sasa pale nimepiga maana nikaanza kusikia kichwani kuna vyuma vinagongana nasikia. Achana na vyuma. Maisha ya kweli mtaani ulifika au ndelee mwanetu mnabisha. Si nienda kwenye ile dimbu la mama nani nikajikuta nimelala kwenye matuta bwana. Do. Yaani wanangu hapa yani na stress kama yote wanangu. Yaani yule boy ananifuatilia kichizi yani. Vipi tena? Yaani mimi kama vipi wanangu mimi nilikuja kuomba ombi moja. Yaani na ile mtake wanangu mtanifanya. Vipi mwanangu Zesti? Yaani yule jamaa mwanangu yule bwana ananifuatilia kila kona ananipata mwanangu. Kwani tatizo nini mpaka sasa? Mbona unachanganya Zesti? Mbona wewe uko hivyo mwanangu ni mtu mmoja fungu tukuzuia kukunja sura kama hivyo kweli mwanangu? Unazingua mwanangu wako ni juzi nimekuja nimewapa story hapa. Kwani mshafanyia bado wewe anakusumbua? Yaani ananifuata mwanangu kila kona yani mpaka nakosa amani yani. Yaani ananifuatilia kinoma yani. Ndio kwa adabu. Sema mtoto mdogo unajua atadharau unajua maisha kweli. Sema sikia mwanangu. Kwenye 18 zangu kule pale ataingia yule. Mimi naelewa mimi kato yake kibao nini naielewa yani. Kama vipi mwanangu sikia. Mimi njia zake nazielewa. Kama vipi ipo siku tumfanyizie tu. Kama njia zake unazijua baridi sisi tunanuna. Sio wote leo tunapunga mtaani kwake. Sema shamba kama hao waelekeze. Yaani ameniboa mwanangu. Sema maisha ya kweli hapo anafeli. Shemeji. Oa vipi mwanetu? Oa shemeji huyo. Vipi mlambo? Da. Noma kweli yani. Kondo mazingira fulani ndo huyo. Yaani ndo huyo hapa mwanangu wewe mwambie ateme vesi tena nini hapa? Oa mtongoze mwanangu sio nataka kusikilizia hapa. Yaani vile ile papa chapa kachaji nini yani tunataka tusikilize voko hapa.
Zesti, mbona sielewi mimi? Uelewi kuhusu nini babu? Wewe ndio shemeji yetu, uelewi nini sasa? Wewe sio dari mwanangu wa kusema mashairi nini? Maja utongoza sana maneto, au vipi? Mlamu. Sikia kwanza Zesti, kwa nini unafanya mimi hivi? kukufanyia kuhusu nini babu? Vipi? Sasa tunataka kumchelewesha yule. Hebu naombeni mimi niachie. Hamna kuongea naye kizungu. No. Wewe mwanangu tunataka sala. Mazesti! Wewe Mazesti! Nini tena shoga yangu na wewe jamani? Yaani umenishtua. Nimekushtua nini mwanao? Mwanao nimemkuta anaua huko. Anafanya nini tena? Nimemkuta yeye na wenzie. Wamempiga kakasha na kumwangusha chini. Sijui ameua si imekwaje. Yaani sielewi. Wewe wapi huko? Wako wengi? Sikiliza nikwambie shoga yangu. Nisubiri hapa pamoja nikabadili nguo nipeleke. Wapi? Nikupeleke wapi? Mie nikupeleke wapi? Kule walipokuwa na taarifa nimekuletea. Kaka kutulia bibi wewe. Mwana wake atakwambia kila kitu. Sitaki mambo mengine. Upo? Na naondoka. Tena nimesahau. Sasa mwanao akija, umwambie si mama Amina amekuja hapa kwa taarifa. Sitaki. Umenielewa? Manake mwanzo nimekupa ushauri mzuri umeenda kumwambia kaja kulifanyia balaa pale kwangu. Sasa leo sitaki tena. Asije kanitoa na mapanga mwanamke mwanao mwenyewe unaambia kitake kibovu. Sitaki balaa la mwanao. Taarifa nimekupa, msubirie mwenyewe. Upo? Haina shida shoga, nenda tu. Maka hata hivyo ushaniumiza roho yangu kama nini. Haina shida, mtoto ni wa kwangu, hamna shida. Jamani, Mungu wewe. Vipi Mdumbo, rafiki yangu? Mbona sikuelewi? Kuna nini kimekukuta? Wewe acha tu ndugu yangu. Unajua nashinda hata kuamini. Lakini yule nimpendaye ndo ameniumiza moyo wangu. Nani Zesti? Ni huyo. Huyu Zesti ndo kafanya tena haya. Ndio hii. Lakini mimi naona haya yote anayefanya ni kazi bure. Mimi bado namhitaji sana na wala sijakata tamaa. Kwa sababu kuna ule msemo unaosema kofi la mpenzi aliumi. Bado namhitaji sana. Na wala sijakata tamaa katika hili. Nampenda tofauti ninavyodhani. Kabisa. Kakufanyia hivi, kakuvunja sijui mguu, sijui mkono saizi hapa ndugu yangu. Bado tena moyo wako wewe unauchukua unawekeza kwake. Yaani hujalizika na alichokufanyia. Na leo hii bado hata ndio ulisema sio unataka kuchukua umweke ndani. Haya ndio bado hata hujamweka ndani. Leo ile amekuta haya makubwa. Je, ukimweka ndani inakuaje sasa mwanangu? Mbona unanichanganya saizi?
haki ya kuongea yote ndugu yangu. Lakini mimi niko sawa kabisa yani. Kabisa. Yeah. Umelizia kabisa, umelizia. Ndugu yangu moyo. Sawa. Sawa. Sawa baba. Baba sawa. Vita mapenzi haingiliwi. Utashinda. Umevunjika mguu? Bado sijajua, lakini nachokiomba msaada wako, naomba unipeleke nyumbani ndugu yangu. Sio nyumbani. Hapa twende hospitali. Ukisema nyumbani hasa kule nyumbani anakupigia nani? Hapana, maumivu yakizidi sana nitamwona daktari. Lakini kwa wakati huu naomba unipeleke nyumbani ili nikapumzike. Sawa mwanangu, mimi nitakupeleka. Kwa sababu vita mapenzi haingiliwi. Jipe moyo, utashinda. Twende nikupeleke. Lakini mwanangu, kwa nini tusishtaki? Acha tu. Wewe Flash hujapenda ndugu yangu. Wewe ingekuwa sijapenda kama huu mimi sintaonekana bwege wewe. Wewe sintakuwa hivi sintaonekana mimi washankosa. Vipi mwanangu? Sema mwanangu sio kweli wala nini? Mimi yani sijapenda yani mwanangu au kama. Wewe damu yangu. Rudi hapa. Umetoka? Sasa maswali gani wewe mkubwa? Wewe, ninapoongea na wewe nijibu kama ninavyotaka. Umetoka wapi na mkuu mnampiga nani kule? Na kwa sababu gani? Wewe taarifa umepata wapi? Mimi mkubwa mimi kila siku ninakwambia kusikiliza maneno ya watu hayo mimi. Sikiliza nikwambie this. Mimi simpiga huyo sijui nani mlikuwa mnampiga huko mnamchangia sijui nani sijui. Nani mlikuwa mnamchangia huko mnampiga? Sikiliza nikwambie. Wewe sasa hivi mtoto wewe umenishinda tabia. Na kama umenishinda tabia, sasa kwa nini kaka wako anyanyuke pale, aende polisi huyo kamato hapa. Upeleke kule polisi kule wakaenda ukanyia kwenye ndoo, wakumpiga virungi. Ukija kutakuwa umenyooka. Mimi mkubwa unazingua kinoma. Sasa si waende polisi. Waende polisi wao wana ushahidi gani? Watakuja kunikamata bila ushahidi. Yaani mimi mpaka ulete ushahidi babu mimi ndo wananikamata hapa. Kumbe shida yako ushahidi, sasa nitakukamata mimi mwenyewe nikupeleke polisi. Wakakurusha vichura, wakupige virungu vya mguu. Afu ulale pale nimwambie muacheni alale hapa anyendo, ukirudi utakuwa umenyooka zesti. Na yeye mambo gani sasa hayo? Sio atanipelekaje polisi mwanao? Hebu angalia polisi wenyewe kukuhoji tu lazima kupige virungu vya magoti nini? Wanataka mimi nivunjike miguu, si ndio? Utajua mwenyewe. Pia ni mkubwa. Mimi yule jamaa mimi yule ananifuatilia sana yule. Ananifuatilia sana kama mkia. Mimi ndo maana nimeona nimfundisha adabu kidogo yani. Kwa watu walikuwa wanafundisha adabu. Ndio nilikuwa nafundisha adabu. Na watu wanaenda kufundishwa adabu huko polisi. Wewe unajua kufundisha watu adabu? Na wewe unaenda yani wewe. Mungu. Hiki ni kituko gani jamani? Huyu ni mtoto ni kituko. Niachie babu. Sasa elewi. Niachie ni lazima. Subiri kwanza. Sikiliza. Wewe kuna utindo ubongo mwanangu? Wewe juzi tu ile katoka kufanyaje hapo? Wewe unajisahau kama una utindo ubongo. Juzi umetoka kuvunja mguu, leo utakuwa ndo kumsaidia nini? Nisikize bwana. Achana naye. Nisikilize. Wewe baba kwela achana naye. Wala tu sio watu wazuri na wewe achana naye. Kwani wewe ni yako wewe? Oya nyie vipi wanangu? Oya mwanangu, kumbe wewe ndio umefanya mchongo, si ndio? Oye tulia sawa. Wewe kuta nani Antomboi. Sasa leo nataka nikuoneshe. Toka nani yani nimekufuatilia sana kwa nini unanichomolea? Nataka kunionyesha nini? Sema nuna bwana, mbona tutaruguza vitoto kama hizo vipi? Kwa baridi kinda bwana. Wewe si ile jinsi yako vipi? Nataka nikuoneshe jinsi yako iko vipi leo.
Ni maana tuelewi. Oya. Oya. Oya, wacha doa. Oh, kwa kama kimizao. Mazesti! Oh. Mama! Njoo mara moja. Changamka. Nini tena jamani mwanangu kapaka na nini? Subiri mama. Taratibu. Kuna nini tena jamani? Yes. Mama, hebu lete maji kwanza mara moja. Kazi haya. Kwani kafanyeje? Mama, alipoteza tu fahamu. Kwani katapatwa na nini? Tutakuelezea mama. Tutakuelezea mama. Naona naamka sasa. Oh. Zesti. Kwani kuna nini? Mama ise. Shida nini? Wakati tuko maeneo ya barabarani, kuna vijana walikuwa wamemvamia na wakataka kumfanyia kitu kibaya. Lakini bahati nzuri sisi tulitokea na tukaweza kumsaidia. Lakini wakati huo alikuwa tayari ameshapoteza fahamu. Ndipo sisi tukachukua jukumu la kumchukua kule katika ile eneo la tukio na kumrudisha hapa nyumbani. Nashukuru sana. Mungu awalipe, tena awalipe zaidi ya hivi. Haina shida mama. Yaani huo ni msaada mkubwa sana mlionifanya. Haina shida mama. Asanteni sana. Karibuni. Sawa. Karibuni sana. Sawa. Basi mwanangu. Unaona sasa. Kila siku nakwambia mwanangu badilika. Badilika Zesi, wewe mtoto wa kike, achana na mambo ya vijiweni ya wanaume. Wewe sio wa kiume. Ona sasa. Hata wahenga walisema usitukane mamba kabla hujavuka mto. Nani aliyekusaidia sasa? Yule uliokuwa unapita hapa anakuja hapo unamdhalilisha na matusi. Leo ndo aliyokuokoa. Haya, wako wapi wale wahuni zako, sijui wahuni wako, sijui wapi huko, sijui kijiweni, sijui wapi, wako wapi? Mbona sijamuona hata mmoja? Badilika, Zesti, badilika. Badilika mwanangu. Ona sasa, leo wametaka kukubaka. Siku nyingine watataka kukuua. Samehe mkubwa. Yategemea na vile kama nitabadilika. Jambo nisamehe mamangu. Nimekusamehe. Ila nachokuomba, naomba ubadilike. Wewe ni mtoto wa kike. Mambo sijui ya vijiweni, sijui wasela, sijui wa nini. Yale kuhusu nini? Yale waachie wanaume. Sasa mwanangu nakuomba. Kilichokukuta nafikiri umekiona. Naomba ukae utulie hapa nyumbani. Upate mume uolewe. Na mimi nicheze harusi, mtoto wenyewe ndio wewe mmoja. Unafikiri mimi nitaenda kucheza kwa nani tena? Haya uamke tena ukapumzike.
Karibu baba. Asante. Karibu. Asante sana. Habari zako? Safi tu za kwenu. Nzuri, shikamoo. Marhaba. Kwema kabisa. Kwema, tunashukuru Mungu kwa kweli. Sijui huko ulivyoacha. Huko ni kwema tu mama. Haya, karibu. Haya. Mama, mimi sio mkaaji sana. Sawa. Kama nakwambia kidogo nina haraka, kuna sehemu nawahi. Lakini kikubwa haswa nilikuja kumjulia hali Zesti. Maana tangu nilipomwacha jana sijajua hali yake anaendeleaje. Kwa kweli namshukuru Mungu. Yaani leo hata usingizi kalala mpaka asubuhi. Yaani hata sasa hivi hapa nimemwamsha hapa bado kalala. Kwa hiyo anaendelea vizuri tu, hana shida. Sio nikuitie? Hapana. Kama amelala tumwache tu apumzike. Kuitie tu, kwa sababu hajalala. Yaani ina maana sasa hivi asubuhi hata hana usingizi sana. Usijali mama. Sawa. Wewe mwache tu apumzike. Lakini nafikiri baadaye nitarudi. Sawa. Kumuona zaidi na nitamletea hata matunda hivi, nafikiri itasaidia. Haya mwanangu. Mama, basi. Haya bwana. Baadaye. Haya. Maana tumeamka leo hatuna kazi hapa basi. Na hivyo visimu vyenu vya kisasa. Kazi ipo. Haya mama, baadaye. Haya. Ingawaje Father hakujua thamani yangu, lakini mimi nilipaswa kuijua thamani yangu. Sikupaswa kukata tamaa, bali nilitakiwa kujivunia Mungu kuniumba mimi kwa jinsia hii nilokuwa nayo. Lakini sikufanya hivyo. Niliishi maisha ya kuigiza, nikijiona kama mimi ni mwanaume, ilhali Mungu hakuniumba hivyo. Leo limenikuta hili, kesho litanikuta kubwa zaidi. Nitamwacha mama yangu akiwa na simanzi kubwa sana. So sina budi kubadilika. Waswahili wanasema yaliyopita si ndwele. Inanipaswa nigange ya mbele. Ni muda wa kumpa bi mkubwa furaha sasa. Kwa sababu maneno anaoniambia yana maana kubwa sana. Na wanasema asiyefunzwa na mamaye hufunzwa na ulimwengu. Sina budi kubadilika. Yalopita yote yamepita. Nibadilike. Wanangu. Mbona tangu siku ya tukio mpaka sasa hivi Zesti hatumuoni? Ila kweli. Au kile kipigo cha ule Osa mwanangu. Ila Osa sio kulitanda. Hiyo ndio kwa kipigo chake mpaka sasa hivi ndio maana Zesti haonekani. Wasio wamekamatwa. Naweza kukamata kweli maana ule Osa ule yule tulichapa kweli. Mtindua kishenzi yani mwanangu. Maana yeye mpaka tangu sijui mpaka sasa hivi haonekani. Sema nini maisha ya kweli? Ingia kwa bibi wake. Nini? Nini sasa? Kamuone. Unamjua mama yake vizuri? Acha ngoma. Niache noma, nyinyi mnamjua mama yake Zesti? 45. 30, 100. Yule mama kichwa kibovu. 45. Yule mama wao shangao anaenda pale akutilisa kwa maneno. Kwa hiyo maisha ya kweli unaingia wiki. Sasa ndio hivyo sasa tutafanyaje? Sasa yeye Zesti ni mwanetu. Sema kweli inabidi tu. Kama ninaingia tuingieni tu sasa tufanyaje? Kinachotokea hicho baridi. Siwajua tena. Baridi hapo haina kufikiria kama mimi tutokee. Tuna ujanja hapo. Karibu. Karibu. Haya. Mlichofuata hapa?
Shikamoo ya nini? Kamsalimie mama yako uko nyumbani kwenu. Sina shida shikamoo. Haya niambieni kilichokifuata nini hapa? Au ndo mnakuja hapa mnamfuata Zesti hapa mnataka mje mchanganye mwanangu mrudishe tena huko? Kama samani. Watu wamuulizia Zesti kama hiyo. Tena mkome. Nimesema mkome. Mwanangu hana shida kwenda kijiweni tena. Au nyinyi wacho wenyewe? Mmetumwa? Samani lakini. Samani ya nini? Ngoja shida naye. Hayupo. Naomba mchanganye barige zenu muondoke. Zesti hayupo hapa. Hamna samani. Tumekuja tu kumuulizia mara moja. Nataka tunyulie hali yake. Zesti hapa hayupo. Hayupo. Kwani mwelewa mtaka niongee kirani au? Mama nini? Sikiliza niwaambie, mimi naombeni mchanganye barige zenu muondoke. Hapana mama. Hapana nini? Samahani, niko naomba japo kidogo tuongee naye. Haiwezekani. Hapana Zesti. Hawa sio watu wazuri. Hawa sio watu wazuri. Kama walikufanya wewe ukabadilika ukawa kitu cha ajabu. Sasa hivi tena utakuongea nao kitu gani? Hapana mama, usiongee kama hivyo. Wao hawakubadilisha mimi kuwa kitu cha ajabu. Ila naomba niongee nao japo kidogo. Sawa. Ongea nao na mimi nisikie. Kwanza kabisa nashukuru kwa kujali. Na nijali. Kwa maana mmeamua kuja kunivutia. Ila kikubwa kwa sasa hivi siweza kuongozana na nyinyi tena, kama skani sio nini. Sitoweza. Kutokana nimeona nimrudie Mungu wangu na nimeona nibadilike, nirudi katika hali aloniumba Mwenyezi Mungu. Maana nilikuwa najiweka kwenye mfano wa kitu la kiume, ile hali Mwenyezi Mungu ameniumba ni rafiki. Na kikubwa zaidi nilikuwa napenda nyinyi ni vijana. Nguvu kazi ya taifa linatutegemea. Kiwemo na mimi. Kwa nilikuwa naomba tafute kazi za kufanya kuliko kukaa vijiweni, sio kuanza kukaba watu huko. Sio vizuri. Na hayo mambo hayamlete Mwenyezi Mungu hata jamii pia. Ya kwangu ni hayo. Nashukuru sana kwa kujali. Nitakuwa na nyinyi tukikutana jana tutasalimiana, lakini kukaa vijiweni tutanisamehe kwa kweli. Basi sawa. Sisi tumekuelewa na sisi tutajitahidi kuwa kama wewe. Haina shida, itakuwa jambo la msingi. Haya bwana, tunashukuru. Nyinyi nendeni tu. Bado ni wasamee wanao. Ndio kama mlivyoambiwa na ndugu yenu. Kwa hiyo inabidi mbadilike, muendelee na mambo mengine. Haya, karibuni tena. Karibuni. Tutakumisi. Tutawasiliana njiani huko. Sawa. Mambo hilo. Wanangu ndo kama mlivyoona vile. Zesti mwanangu alivyotoka ndani mimi sikutegemea mwanangu, yani kabadilika kabisa. Kwa bonge la pesi mwanangu. Toka kiasi kwamba mapigo ya Mungu mwenyewe kameenda mbili. Wanangu nashauri kitu. Kubadilike. Mimi mwenyewe nimegundua usela sio kitu mwanangu. Usela sio kitu. Unajua sisi sasa hivi ndo tumebakia taifa la baadaye. Tunategemewa na taifa. Ndio. Nimejifunza kutoka kwa Zesti. Sasa hivi tutafute tu kazi za kufanya. Sema kweli wanangu, si ndo vijana ndo kazi ya kesho wanangu sasa hivi. Mwanangu mimi kwanza sasa hivi bwana, mimi nataka nifanye tu kazi zangu zile zile. Nauli zangu pale mimi naendelea kupiga uinjilisti, maisha yanaenda. Mimi hata naenda gereji wanangu. Mimi mwanangu naambia jamani, baada tafuta kazi ya gereji nitafutia. Naenda. Mwanangu mimi nitaenda hata dukani kwa mzee mwanangu sasa hivi. Badilikeni mwanangu, hata minywele kama uchizi sasa hivi watu watoto safi. Sio mimi peke yangu na wewe mwenyewe. Mwanangu mimi nywele nakata hizi. Wewe je babangu? Kumbe na mimi hata nikishauri kwa mzee pale. Haina noma. Bora ufumue. Utoe. Hizo ndio mimi nanyoa, lakini sisi ndio taifa la kesho. Sema kweli. Baba. Hodi hapa. Asante. Hodi tena. Karibu. Bismillah. Asante. Karibu.
Asante. Bismillah. Mama wewe. Salamu alaykum. Wa alaykum salaam. Alhamdulillah, tunashukuru Mungu. Anajali ya uzima. Au kwa mtokako mbali wa afya wote wazima. Hofu iko hapa. Hofu gani hiyo tena mwanangu? Ya Mungu ni mengi. Unajua ukishakuwa unatembea mwanadamu wewe ni mzima. Ingawa juu linalokukuta mbele yake. Kabisa. Kwa kitu kizuri kumtanguliza Mungu huwa kinapendeza. Sana. Bwana mama mwanao mimi nimekuja. Karibu sana. Ila kabla sijaongea ngoja kidogo. Pochiro, unataka kunipa hela nini? Unaona sasa mama una haraka. Mimi mzuri nitakia haraka. Hela mwanangu ndio. Ngoja kwanza nikaenda vizuri sio kasema unataka kumkimbia. Hela ndio kila kitu mwanangu hapa mjini. Kweli lakini sio kwenda kununua uhai. Iko kwa kweli. Hiyo barua hapo imejieleza hapo mama. Sawa sawa. Naona manake hapo tunataka kumpusa Zesty. Yaani maadamu barua hii nimeipokea mimi. Wa pili ni muhusika. Yaani hao watu wawili tu, muhusika tu mwenyewe akishakubali akisema jamani mimi na nimekubali. Basi watu wote hawana tena mjadala. Hilo linakuwa wa neema wake. Alhamdulillah. Mashaallah. Sasa mwanangu wewe usio na hofu kuhusu hii barua. Swala lako limepita. Mke alhamdulillah amepatikana. Tumkabidhishe Mungu. Hapo sasa. Hapo kwanza hapo. Nataka kitu hiki kimoja. Msifanye shughuli kubwa. Yaani sisi hatuhitaji hilo. Sisi tunapitia hapo tunachohitaji mke tu. Sawa sawa. Kama swala sio ya nini. Yaani kama kijishughuli kitakuwa basi hata kidogo tu hatutaki watu mambo mengi hatutaki. Sisi tunataka kitu chetu kidogo. Kidogo ndo kinakuwa kikubwa. Kabisa. Kikubwa kinakuwa kidogo. Yaani bi maana kikubwa kwa kidumu. Kidogo kinadumu. Sawa sawa. Sawa mama. Usimalize maneno yote. Yaani hilo limeshafika. Basi mimi mwenyewe sina haja ya kusema sijui eti nikawaleke watu kutoka Kondoa, kutoka Dodoma waje hapa, hapana. Yaani tunataka sisi tutampa mtu mke wake wakaishi kama ni sherehe tukipataga huko nafasi tutamfanyiaga sherehe. Inshallah. Salamu alaykum. Wa alaykum salam. Jazakallahu jalal. Barakallahu. Karibu. Asante sasa hivi. Udugu huyo. Ndio bia shoga. Za hapa. Safi, karibu. Asante. Karibu yako kuchukua kukalia shoga. Haya, hamna shida. Karibu kae. Asante. Unakaa hapo? Nitakaa. Yes. Yaani ungenichelewa kidogo tu. Kama unavyonijua ndugu yako Kiguu twende. Kiatu kile kinalia. Haya. Nikae hapa namkalia nani? Nakujua. Safari mama Kiguu na njia. Shoga yangu mimi nimekuja hapa. Nimekuja kukualika shughuli shoga yangu. Mwanangu Zesty anaolewa. Zesty huyu unamjua mimi? Haya kama mkokota nani mwenzio? Kama mkokota nani? Yule kaka watu alikuwa ameganda na yeye kijana watu bebe. Huyo ndo anamuoa. Hatari. Haya. Mbona umekuja mwenye hata kifuko cha sare udugu una? Hiyo shughuli tunafanyaje ndugu yangu bila sare wewe naye? Shoga yangu nimesemaje? Kwa vile mambo yenyewe si unajua tena yamekuwa ni haraka. Ndio. Mtoto yule hatutaki kumchelewesha. Ndio. Sasa hapa kwa vile Mungu ameshafanya wepesi, cha msingi mimi nimeona tu nifanye tu kila mtu wewe chagua pamba yako inayokupendeza njoo kwenye shughuli. Mambo yanaenda. Nimekuelewa mkubwa mwenzangu. Ndio. Maana wanasema jambo la heri huenda kwa heri. Na ukiona mateso yamezidi shoga yangu, basi neema inakaribia. Ndio mwana. Yaani kama ulikuwepo. Bwana tumshukuru Mungu. Yaani mimi mwenyewe nakwambia namshukuru Mungu. Mbona namshukuru tena na tena. Nasema Mungu umeniona mimi kiumbe wa watu. Mateso yote niliyoteseka nayo. Kwa kweli namshukuru Mungu.
Yaani tena narudia tena, asante Mungu. Maana sio kwa mateso yale. Haya, udogo wangu, tuko pamoja. Tuisubirie hiyo siku tuje tushereheke. Haya, Ninapokujua wewe sema tu, kwa sababu ndio mambo yenyewe hivyo haraka haraka, lakini ninapokujua naona ungefunga mtaa wote huo. Ila lakini hata hivyo. Kidogo kidogo si haba. Kaubwabwa nini? Kweli. Soda vitakuwepo. Eti. Wewe tafuta tuna kasaduku kadogo kutunza. Una balaa sio dogo.